Ni kukaribisha sana mtazamaji wa Zone Media. Jina langu naitwa Victor Moshi, ambapo tumekuwa tukijuzana na tunaendelea kujuzana yale yote ambayo yanajiri kwenye uga wa kimataifa, ambayo leo hii taarifa kubwa ni taarifa inayohusu majibu ya Hamas kwa pendekezo la rais wa Marekani la kuweza kusitishwa kwa vita katika ukanda wa Gaza, ambapo Hamas leo hii baada ya kuweza kujibu mapema mpango huo wa rais wa Marekani Donald Trump, hatimaye sasa Israel imepunguza operesheni Gaza mara baada ya kushirikiana na Marekani. Hamas sasa imeweza kuonyesha taa ya kijani zidi ya yote ambayo yanazidi kujiri katika ukanda wa Gaza. Taarifa inasema kwamba baraza la mawaziri la Israel limeagiza jeshi la Israel IDF lisitishe shambulio lake linalolenga kuchukua mji wa Gaza. Ripoti za vyombo vya habari vya Israel, Army Radio na TASS zimeripoti. Agizo hili limetolewa baada ya mashauriano na mawasiliano kati ya Israel na mamlaka za Marekani kufuatia kukubaliwa kwa mpango wa rais wa Marekani Donald Trump na harakati ya Hamas. Kwa mujibu wa ripoti, kwa sasa operesheni za IDF katika ukanda wa Gaza zimepunguzwa hadi kiwango cha chini na zinahusiana tu na hatua za kujilinda. Hatua hii inaashiria mabadiliko makubwa katika mkakati wa Israel baada ya kushirikiana na Marekani ili kuanzisha mpango wa amani katika eneo hilo lililokabiliwa na mashambulizi ya kibinafsi. Hapo awali, Rais Donald Trump alichapisha jibu rasmi la Hamas kwa mapendekezo yake kuhusu Gaza. Kwenye jibu hilo, harakati ya upinzani ilionyesha utayari wake wa kuachilia mateka wote wa Israel waliokuwa wanashikiliwa katika ukanda wa Gaza na kuwasilisha maiti za waliokufa. Hamas ilisisitiza kuwa iko tayari kuanza mara moja mazungumzo kupitia wasuluhishi ili kujadili maelekezo na maelezo ya kina ya mpango huo. Zaidi ya hayo, Hamas ilithibitisha kuwa iko tayari kugawa utawala wa ukanda wa Gaza kwa taasisi huru ya Wapalestina kulingana na makubaliano ya kitaifa ya Wapalestina na kuungwa mkono kwa mataifa ya Kiarabu na Kiislamu. Hata hivyo, harakati hiyo pia ilisisitiza kuwa masuala mengine muhimu yanayohusiana na mustakabali wa Gaza na haki zisizoweza kutengwa za Wapalestina yatalazimisha ushirikiano wa kitaifa wa Wapalestina wote, na kwamba Hamas itashiriki kikamilifu katika mfumo huo wa kitaifa. Mnamo Septemba 29, ikulu ya Marekani ilizindua mpango wa kina wa suluhisho la Gaza unaojumuisha hoja 20. Mpango huo unalenga kuanzisha utawala wa muda wa nje katika ukanda wa Gaza pamoja na kuwepo kwa vikosi vya kimataifa vya utulivu. Israel imeonyesha usaidizi wake kwa mpango huu, huku ikisisitiza kuwa operesheni zake za kijeshi zitaendelea tu pale ambapo usalama wa wananchi wake unahitajika. Tukio hili linakuja katika hali ambapo mzozo wa Gaza umedumu kwa muda mrefu wa miaka miwili na kushughulikia mateka, maiti na utawala wa eneo hilo kumeendelea kuwa chanzo kikuu cha mvutano. Uamuzi wa Israel kupunguza operesheni zake unaweza kuashiria hatua ya kihistoria kuelekea mazungumzo ya amani yaliyopewa msaada wa kimataifa. Hali katika ukanda wa Gaza kwa sasa ni ya tahadhari, huku wananchi wakikabiliwa na changamoto za kibinadamu, upungufu wa huduma muhimu na hatari ya kiusalama kutokana na mashambulizi yaliyopita. Uamuzi huu mpya unaashiria kwamba pande zote zinaelekea kwenye mazungumzo yenye lengo la kudumu yanayopangwa kufanyika chini ya usuluhishi wa kimataifa. Moja kati ya taarifa ambayo inatia matumaini makubwa kwa raia wa ukanda wa Gaza, lakini kwa dunia kwa ujumla, dhidi ya kilio cha muda mrefu kutokana na vita vya muda mrefu ambavyo vilikithiri na kuweza kuathiri maisha ya raia wa Gaza katika nchi ya Palestina, ni moja kati ya matumaini makubwa sana ambayo sasa yanazidi kuendelea kuonekana kutokana leo hii na baraza la mawaziri la Israel kuliagiza moja kwa moja jeshi la nchi hiyo la Israel kupunguza operesheni zake katika Gaza City. Kama siku 2 au 3 nyuma, Hamas ilitoa taarifa ikieleza wazi kwamba kuna baadhi ya mateka ambao wako hatarini kuuawa kufuatia ongezeko la operesheni za Israel katika ukanda wa Gaza. Na siku zote Gaza City ilikuwa imelengwa na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akilenga kuweza kuikalia Gaza City kwa asilimia zote. Sasa baada ya kuweza kuweka bayana kwamba anakwenda kuikalia Gaza City, huku akizidi kuweza kusogelea Gaza City kwa kiasi kikubwa, yani majeshi ya Israel yakisogea Gaza City, hatimaye leo hii baada ya Hamas kuweza kukubali mpango wa rais wa Marekani Donald Trump wa kusitisha vita, ambao mpango huo ulikuwa na hoja 20. Katika hoja 20, Hamas jana walizungumza kwamba wanahitaji muda kidogo kuweza kujibu mpango huo. Wakaweka wazi hatima yao dhidi ya majibu ambayo watakwenda kuyatoa
Mapema sasa leo hii Hamas wameweza kuzungumza wazi kabisa na kueleza kwamba mpango wake dhidi ya rais wa Marekani Donald Trump na taifa la Israel uko katika hatua nzuri baada ya kuridhia kuwaachia mateka wote, lakini vile vile wakazungumza wazi kwamba wako tayari kukabidhi madaraka kwa serikali huru ya Palestina ambayo haitakuwa na upendeleo kwa watu wote ili kujenga zile standards za kisiasa katika ukanda wa Gaza. Ni hatua nzuri ambayo rais wa Marekani Donald Trump ameonekana kama ni shujaa, mtu ambaye ameweza kutafuta suluhu. Na Trump alizungumza leo kwa kushukuru nchi mbalimbali za Kiarabu, Jordan, Misri, Qatar, washirika wote ambao wamehusisha mchakato huu wa kuweza kutafuta suluhu ya kuweza kusuluhisha vita vya ukanda wa Gaza. Haukuwa mpango rahisi hata kidogo kutokana na ukinzani mkubwa uliokuwepo baina ya pande mbili, Israel pamoja na Hamas. Katikati kumekuwepo kuna mikinzano mingi sana ambayo ilikuwa inaonyesha ni kwa jinsi gani mpango huu unakwenda kupitia vigingi na visiki vingi kutokana na hali halisi ambayo ilijitokeza katika siku za hivi karibuni. Tulishuhudia mashambulizi ya Israel katika ardhi ya Qatar ambapo yalidhoofisha moja kwa moja mpango wa utafutaji amani katika ukanda wa Gaza, lakini sio tu hivyo, tulishuhudia hata pia Israel ikiendelea kufanya operesheni nyingi za kutisha katikati mwa ukanda wa Gaza, ikizidi kushambulia majengo marefu, ikizidi kushambulia maeneo ambayo yanakaliwa na raia, kushambulia maeneo mbalimbali ya kidini kama misikiti na sehemu nyingine nyingi ambazo operesheni hizo zilikuwa zimepamba moto. Lakini pia hata kwenye upande wa West Bank kule tulishuhudia Israel ikizidi kufanya operesheni zake katika maeneo hayo, huku ikizidi kuwasambaratisha wa Palestina kiasi cha kwamba ilikuwa inapeleka maumivu makubwa kwa Hamas katika ukanda wa Gaza. Lakini vitisho mbalimbali katika Mashariki ya Kati pia vilizidi kuweza kuongezeka kwa wakati huo, na ikaonekana wazi kwamba kuna ukinzani mkubwa ambao unatengenezwa kati ya Hamas pamoja na Israel, huku matumaini ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu ya kuwamaliza Hamas yakiwa katika kipaumbele cha hali ya juu, na kutangaza kwamba yeye kupitia jeshi lake la IDF watafanikiwa kuweza kuimaliza Hamas. Lakini kabla ya yote hayo kuweza kufikiwa, hatimaye sasa amani imeweza kupatikana katika ukanda wa Gaza, na mwisho wa siku sasa maisha ya watu wa raia wa Palestina yanakwenda kuwa na matumaini mapya na amani kuweza kujengwa upya kwenye yote ambayo yanakwenda kujengwa kwenye mustakabali mzima katika ukanda wa Gaza. Mtazamaji wa Zone Media, kuna vingi sana tutakwenda kujionea katika nyakati zijazo. Ndio kwanza picha linaanza, kuna vikao vitakaliwa hapo, tutakuwa bega kwa bega kukujulisha yale yote ambayo yanajiri katika uga wa kimataifa. Nikusihi tu na nikuombe, kama bado hujaweza kusubscribe channel yetu, wakati ni huu uweze kusubscribe, kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare. Jina langu mimi naitwa Victor Moshi, nitakuwa hapa mtazamaji na wewe wakati wote nikujuze na uweze kuelewa kwa jinsi gani mustakabali wa Hamas, Israel, Marekani, jumlisha Netanyahu, jumlisha Rais Trump, mustakabali wao utakavyokuwa juu ya mpango huu ambao Hamas sasa wameonyesha taa ya kijani, lakini na Israel kuacha mashambulizi katika ukanda wa Gaza.